Unaweza ukachukulia poa hali inayoendelea katika taifa la Tanzania, lakini asikwambie mtu tulipofikia tunaelekea pabaya kama viongozi hawatochukua hatua za haraka kuhakikisha kwamba jambo linakwenda sawa. Ilikuwa ni kama masiara, wadau mbalimbali, wananchi, wanaharakati mbalimbali wakizungumzia juu ya hali mbaya ya nchi. Mwisho wa siku akaibuka Humphrey Polepole ambaye alikuwa ni kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na serikalini kwa ujumla, ambaye pia amekuwa mbunge wa taifa hili, akizungumza mazito ambayo yanaendelea kwenye serikali iliyoko madarakani kwa wakati huu. Bila shaka hata walioko serikalini pia hawakuzania kama hali itakuwa hivi kama ilivyo sasa hivi. Lakini nikwambie tu kwamba Mtanzania, hali ni mbaya. Tunapaswa kuliombea taifa letu tuelekee pazuri. Wananchi washapata moto, hawataki utani, lakini viongozi wa upinzani wanaendelea kuchochea moto, wanaharakati wanaendelea kupaisha moto. Imefikia hatua mpaka jeshi linaanza kushtuka, linaanza kuingilia kati sakata hili ambalo limekuwa gumzo ndani ya Tanzania. Kumbuka tumebakiwa na wiki chache kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, na huku nchi ikiwa na majonzi, vurugu za hapa na pale za kimya kutekana kwa sababu ya kuhakikisha kwamba watu wanagombania madaraka. Bila shaka Watanzania tunapaswa kusimama kuliombea taifa letu, lakini pia tunapaswa kusimama mstari wa mbele kuhakikisha kwamba haki inapatikana na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaishi kwa amani kama ilivyokuwa miaka yote hapo nyuma. Bila shaka huu mwaka kumetokea taarifa nyingi za utekaji, lakini yote ni kwa sababu ya mshike wa uchaguzi ambao mpaka wakati huu una gumzo kubwa, kwa sababu chama kikuu cha upinzani kimeondolewa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Lakini tukiachana na hilo pia miongoni mwa wagombea ambao walikuwa na ushawishi angalau mkubwa, Mpina ameondolewa na yeye pia, kitu ambacho kimezidi kutia sumu kwa Watanzania, kutia sumu kwa wananchi, lakini pia kutia sumu kwa baadhi ya viongozi walioko madarakani ambao hawajitokeza na kuzungumza, lakini pia na wale ambao wameamua kustaafu au kujiuzuru. Kumbuka huu mwaka baada ya kujiuzuru Polepole, lakini pia makamu wa rais Philip Mpango na yeye alitangaza kutoendelea kuwa makamu wa rais, lakini pia waziri mkuu Kassim Majaliwa na yeye pia alitangaza kwamba inawezekana asiendelee na kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 inayokuja. Aisee, hali ni mbaya, hali ni tete. Wa Tanzania tuliombea taifa letu, tunapoelekea ni pabaya sana.